Katibu mkuu wa chama cha NLD hapa na kizungumzia chama cha National League for Democracy NLD, ambaye anafahamika kwa jina la Doyo Hassan Doyo, ambaye pia ni mtia nia katika kugombea uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka huu hapa 2025. Ameutoa msimamo wake wa kutaka kuungana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema chini ya Tundu Antipas Lissu, ambaye ndio mwenyekiti wa sasa hivi wa chama hicho. Sasa Hassan Doyo, mgombea uraisi wa NLD, aliulizwa na Salim Kikeke kwamba kwa nini mpaka hivi sasa hawajaungana na chama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya vyama ikiwemo ACT Wazalendo wakionyesha nia ya kuungana na chama cha demokrasia na maendeleo. Sasa mgombea huyu wa uraisi ambaye ni katibu mkuu wa NLD amezua gumzo baada ya kusema Chadema yenyewe hawajaungana kwenye agenda ya no reform no election, kwa hiyo ni ngumu sana kuungana nao. Sasa msikilize hapa akizungumza. Chama Chadema, chama kikuu cha upinzani, kimesema chenyewe kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, na kilikuwa kinataraji labda vyama vingine vitaunga mkono. Kwa nini wewe hujaungana nao? Sio mimi tu, hata Chadema yenyewe ndani kwa ndani hawajaungana nao. Mfano juzi kuna kijana anaitwa Mapunda ametangaza nia ya kugombea nafasi, lakini kwa mujibu wa mwenyekiti wa Chadema huo ndo msimamo wao sasa hivi. Sasa msimamo unaendana na hali halisi ya chama, kwa sababu chama ninavyofahamu maamuzi yakitoka ni ya wote, ndivyo ninavyofahamu. Ukijakuta sehemu kuna chama cha siasa wana maamuzi lakini wanaoamuliwa hawaafiki, hilo jambo sio la wote. Sisi NLD tumekaa kamati kuu ya chama, katika maazimio tuliotoka nayo tumesema wanawake wachukue fomu bila malipo, kuanzia fomu ya rais wa Zanzibar, urais wa muungano, ubunge na udiwani na uwakilishi, wachukue bure. Kwa nini? Uchumi wa wanawake katika taifa hili uko chini sana. Fomu ya urais ni 200,000, ile kubwa 1,000,000. Kama tunaanza kumkanga kwenye hii ya chama, tusipopata mgombea mwanamke, huoni si tumekuwa sababu ya kumzuia mwanamke kupata nafasi ya juu? Kwa tumetangaza kwenye public kwamba fomu katika nafasi zote sisi mwanamke anakuja kuchukua free. Lakini ile ya rais pia tunakwenda kumchangia kwa sababu ni sheria ya tume, lakini yenyewe tumeandika andiko Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba fomu hizi kwa wanawake, ili tusiwanyime fursa, zitolewe bure kuanzia ubunge, udiwani na urais, ili tuwapate kwenye nafasi hizo. Kinyume na hapo, uchumi wa mtoto wa Kitanzania shilingi 1,000,000 mnaweza mkaiona ni ndogo, lakini kwake ni kubwa. Achieni uhuru wanawake wapate fursa. Sisi tumeachia fursa. Sasa akitokea mwanachama akisema hatukubaliani na wanawake nao walipe, maana yake hicho chama sio chama, ni genge la wahuni, kwa sababu maana ya chama cha siasa ni makubaliano ya pamoja ya ndani ya chama. Sasa ukijakuta chama mwenyekiti anazungumza hivi, wanachama wanazungumza hivi, hicho chama hakijakaa. Maoni ni mengi sana kufuatia hii interview hapa kati ya Salim Kikeke pamoja na Hassan Doyo, ambaye amesema kwamba ni ngumu kuungana na Chadema kwa sababu wao wenyewe ndani ya chama hawajaungana. Sasa moja kati ya wadau ameandika, "Blo Salim, unashusha blandi, unahoji watu ni machawa, fulu njaa tu. Wewe unavyomuona huyo na tumbo lake anaweza kudai haki za aina yoyote ile." Mtu mwingine ameandika, "Hawa ndo machawa, hawajinadi wao kama wao mpaka waiseme Chadema." Mtu mwingine ameandika, "Anagombea uraisi kwa lengo gani na ni kwa nini anagombea?" Mtu mwingine ameandika, "Kwani huyu sawa ni mpinzani, anapambana na nani? Anapambana na CCM au Chadema?" Mtu mwingine ameandika, "Upo sawa, wale wamepotezana na watafeli vibaya." Mtu mwingine ameandika, "Hawa nao wana kamati kuu, haya masiara haya." Mtu mwingine ameandika, "Umepewa bei gani ugombee? Kwani huoni unakula yako tu hata sawa, unakura yako tu hata mkeo akupigii?" Mtu mwingine ameandika, "Huyu simuoni hata kwenye kura za maoni akipita." Mtu mwingine ameandika, "Swali ameulizwa lingine anajibu kitu tofauti, yani inatosha kujua kuwa kichwani hakuna kitu, ni bogus kabisa." Nini maoni yako kufuatia
majibu haya ya Hassan Doyo ambaye ni mtia nia kabisa ya kugombea urais kwa mwaka 2025 kupitia chama cha NLD. Hii ni VOT Media, tumechangamka.